Mtazamaji, wakati huo kesi inayomkabili mwanajeshi wa Uingereza ambaye ameshtakiwa kwa mauaji ya Agnes Wanjiru, msichana kutoka Nanyuki, kaunti ya Laikipia, inasikizwa leo katika mahakama kuu ya Milimani. Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP alikuwa amepewa idhini na mahakama ya kumkamata baada ya kukosa kujiwasilisha, ila leo pia hakuwasilishwa. Mtazamaji, sasa tuungane naye Victor Ngaruya katika mahakama ya Milimani na anatuarifu yanayojiri. Bila shaka mtazamaji, unanipata moja kwa moja katika mahakama kuu hapa Milimani, ambapo tunafuatilia kwa kina kesi ya Agnes Wanjiru, mwanamke kutoka Nanyuki ambaye anasemekana kuuawa na mwanajeshi ambao hufanya mazoezi pale Nanyuki. Na kwa sasa nimeungana naye wakili wa familia ya Agnes Wanjiru ambaye atatueleza zaidi kuhusu yale yamejiri hapa mahakamani. Karibu sana wakili. Asante. Kwa majina mimi naitwa Bio Kamau. Mimi ni wakili wa mahakama kuu ya Kenya na mimi ndio nasimamia familia ya marehemu Agnes Wanjiru ambaye alipotea tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2012, na mwili yake ikaweza kupatikana ikiwa imefichwa huko kwa mfereji ya takata huko Nanyuki kwa mkahawa mmoja ambaye alikuwa amepatikana na wakiwa na wazungu. Na sasa tulikuwa tumekuja kwa mahakama leo kujulishwa, sababu mahakama ilitoa waranti yake ule mshukiwa ashikwe, tujulishwe pale mambo imefika. Sasa tumeweza kupewa habari ya kwamba mkuu wa mashtaka ameshaandikia mkuu wa sheria, the Attorney General wa Kenya, barua ya kumwambia aanze mambo ya kuitisha ule mshukiwa aletwe hapa Kenya ili astakiwe na aweze kujulikana ni nani na tuweze kuendelea na kesi ya mauaji. Na leo tumepewa tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka huu. Hiyo ndio kesi itatajwa. Jaji mkuu amesema hii kesi itatajwa kila mwezi kutoka mwezi huu wa 11 mpaka iishe, sababu anataka iharakishwe kulingana na vile imekuwa imefurutwa na imekaa bila kufuatiliwa kwa miaka zaidi ya 13 sasa. Na kwa hivyo tumekuwa hapa, tutapewa stakabadhi za kuonyesha ile ushahidi serikali iko naye kuhusu ule mshukiwa, lakini ushahidi tutaiweka sisi tusome na tuitumie kotini, lakini haitapewa raia ili waione, ili sheria iti. Naam, mtazamaji, hayo ndio yanayojiri hapa katika mahakama kuu. Bila shaka ni taarifa ambayo tutaendelea kufuatilia kwa kina na tutakuletea katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwa sasa nirudishe usukani kwenye studio.